Mbona tena mzee wako alisua mimi simwamini? Kwa nini mzee alisua amesema anasema tena barizi baharini akivuta sigara jamaa haipoi. Ndani ya maji. Haizimi. Study yule. Yule anaitwa papa hapa. Kwa hivyo tukitoka Amu hata utakuwa papa. Wasema pole pole. Ukifika kwenye chongo, fumba lako jicho. Haya mtazamaji, ustadi wa kutengeneza mashua za jadi katika kisiwa cha Lamu umeunda utambulisho wa jamii hii kwa miongo mingi. Lakini alama za sanaa hii ya kale mtazamaji zinaanza kupotea pole pole kwa sababu ya ujio wa mashua za kisasa. Na kwa zaidi ya miaka 40 Ali Bakari ambaye ni nahodha wa mashua hapa Lamu ameshuhudia upepo wa mageuzi ukivuma kutoka kwa zana za mkono hadi teknolojia mpya zinazoleta urahisi, lakini pia kupunguza idadi ya mafundi wenye maarifa ya jadi ya kutengeneza majahazi. Anasema kwamba ni hatari kubwa sana ambayo inaiona kwenye urithi wa mila na utamaduni wa Lamu. Hii hapa simulizi yake alipokaa kitako na mwanahabari wetu Zainab Ismail. Kwa majina naitwa Ali Bakari Muhammad, nikiwa na umri wa miaka 63 sahi, na ni mkazi wa Shela, Lamu, kwenye kisiwa cha Lamu. Nimekuwa captain sasa kwa miaka 40. Mimi kwanza nilianza nikiwa mdogo kwa wakati wa miaka 1978. Baharia, kwenda baharini, kwenda huku, kwenda na kurudi. Shukuru alhamdulillah mpaka sasa ni captain mkubwa ambaye naweza kusafiri kutoka hapa, kutoka north ya Kenya mpaka south. Kila kitu Lamu ilikuwa ikitumika miti. Na upande wa pwani nao walikuwa kiunda madao ya mwao kama hii hapa tunaiona. Kulikuwa dau la mwao, jahazi, mashua ndogo na mitepe. Lakini iliyoshikilia sana ilikuwa ni mashua. Lakini wazee walikuwa na jahazi kubwa pia za transport ya kutoka Kenya kwenda Somalia na kutoka Somalia zikienda Zanzibar, Mombasa, kwa sababu Lamu ilikuwa haina barabara wakati huo. Wakati wale wazee walipoamua kutengeneza madao, walikuwa wakichukulia kama kazi ya kifamilia. Kwanza wanafundisha familia, na kama kuna mtu wa nje yote, rafiki au wajirani anataka kuja kujifundisha, alikuwa akipata nafasi pia. Na mpaka sasa ziko family kama watu 4 5 ambao ni family, baba mmoja mama mmoja, wameshikilia na watoto wao pia wameshikilia. Vitu vimechange, si kama zamani. Zamani ilikuwa mashua za mbao peke yake. Mbao zilizopatikana rahisi, ilikuwa hakuna marufuku ya mazingira. Lakini sasa hii mbao ziko na shida, mafundi pia wako na shida. Sababu sasa hii Lamu industry ya fiber imekuwa kubwa. Imekuwa kubwa sana. Nasema sasa inafikia nearly 50%. Ya zamani yako viko vijiji fulani, lakini kila mtu sasa anakimbia fiber kwa sababu gharama imepanda. Fiber ukitengeneza mara moja unaweza kukaa miaka 20 kama hukupata accident. Hizi zetu za kawaida ni kila mwaka lazima ubadilishe msumari, ubadilishe, uweke shark oil ndani ndio steady, na kama haina kazi inaharibika. Na mafundi pia wanaanza kupungua sababu wale wazee wa zamani wengi wamefariki, walibakia ni watoto wadogo. Mimi nashukuru nimejenga nyumba yangu, kazi ni hiyo hapana. Na bado unaendelea? Na bado unaendelea. Watoto wananiambia mzee pumzika, lakini nitapumzika wakati mwili ukikataa, lakini akili madamu iko. Bado utafanya. Na nimefundisha na napenda kufundisha watu.